Kutoka kwa Dr. Sule ni safari ya kuelekea nchini DRC Congo. Nataka tuizungumzie kidogo safari, lakini pia utoe mtazamo wako kwa kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii juu ya masheikh. Kuna maneno mengi yameongeleka, lakini pia kubwa kuliko ni kuhusiana na mwanadada Pipitida. Natamani kidogo utoe mtazamo wako kama baba, lakini pia kwa kile ambacho amekizungumza, alafu pia tuzungumzie upande wa mashehe kwa kile ambacho tumekisikia kwa moja kati ya mashehe alichokuwa kikifanya ama kikitaka kwa yule binti. Safari ya Kongo imekaribia na soon as possible tunakaribia kuondoka. Mimi ni moja kati ya watu ambao wataenda Kongo. Niwape tu. Bila shaka. Yaani sitakaa Tanzania. Nitakuwa Kongo muda huo. Tuzungumzie kidogo safari alafu tuje kuzungumzia hili ambalo linaendelea sasa hivi. Kama ambavyo nimeeleza katika siku zilizotangulia kwamba Kongo ni moja kati ya nchi ambayo sisi Islamic Foundation tunapata ushirikiano mkubwa sana kwao. Na kila siku ya Mungu tumekuwa na wageni kutoka Kongo, lakini wakati mwingine tumekuwa na wageni kutoka Kenya, lakini Mozambiki na nchi nyingine zinazotuzunguka. Lakini lazima tukiri na kukubali kwamba kama tutatazama kwa ujumla yake na uwiano, baada ya Tanzania, nchi zinazoongoza kuwa na fans wengi ni Kongo na Kenya. Kwa hiyo lazima tukubali kwamba hao watu wanahitaji sapoti yetu, kwa sababu sisi pia tunapata sapoti yao, na pengine inatokana na kile wanachofaidika nacho kutokana na huduma zinazopatikana katika taasisi ya Islamic Foundation. Lakini kingine ni kwamba Kenya tumekuwa tukienda mara kwa mara na tumekuwa tukitoa huduma kutokana na jiografia ya Kongo na ugumu wa mazingira ya jiografia ya Kongo, tumekuwa hatuendi mara kwa mara. Kwa hiyo mara hii nimeona nitumie fursa hii kuwapa nafasi wa Kongomani angalau kwa siku 21, 25 ili wapate huduma kutoka Islamic Foundation kwa kuwapelekea bidhaa karibu. Kwa hiyo nimeona mimi na timu yangu ya utawala katika taasisi hii, lakini pia watendaji katika taasisi hii tumekubaliana kwamba huu mwaka 2026 ni mwaka maalum kwa ajili ya Wakongomani. Na ndiyo ziara kubwa ya kwanza ya taasisi ya Islamic ikiwa kama kiongozi wa taasisi kuweza kutembea katika nchi za jirani na kwenda kufanya huduma za matibabu, lakini pia kwenda kutoa huduma za bidhaa zetu tena kwa gharama inayopatikana Tanzania. Kwa hiyo niseme tu Wakongomani wamekwenda kupata faida kubwa sana kutokana na safari hii, na wakiitumia vizuri itakuwa ni safari yenye faraja na mafanikio makubwa katika maisha yao, na wengi watabadili maisha yao kupitia ziara hii na safari hii. Sawa sawa. Na Hasad Gadi tunaondoka naye. Hasad Gadi ndio habari ya mjini. Hasad Gadi ndio habari ya mjini, na niseme ndio nchi ya kwanza inayotuzunguka ukitoa Tanzania penyewe ambako tumekuwa na udi wa Hasad Gadi tumekuwa tukiutoa. Kongo ndio nchi ya kwanza tunaupeleka kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo Wakongomani wanapata bahati ya kuwa taifa la kwanza baada ya Tanzania. Hasad Gadi inakwenda kupatikana Kongo, na tunakwenda kuangalia possibility ya kuwa hata na wakala katika mji huo ili kuhakikisha bidhaa zetu ziwe zinapatikana huko mara kwa mara kuweza kuwasaidia Wakongomani. Lakini kwa sasa kwanza, kabla hatujafikia maamuzi hayo, ni vizuri tukawa tumewaona na tumewapelekea bidhaa na wakaitumia bidhaa moja kwa moja. Sawa sawa. Mimi sasa nije kwenye hiki ambacho natamani kama mzazi, kama baba, lakini pia kama kiongozi wa imani ya dini ya Kiislamu unene nalo. Tumepata nafasi ya kutembelea ama kusikia kile ambacho kinaendelea kutoka kwa binti ambaye anafanya maudhui yake kwenye mitandao ya kijamii, anaitwa Pipitida. Tumeona kuwa kuna shekhe mmoja alimzungumzia akasema anahamasisha watu, kumradhi kama nitakuwa nakosea, lakini pia baba pia utanisamehe, anawahamasisha watu kufanya mapenzi kinyume na maumbile kutokana na yeye anafanya matendo hayo. Tuanzie hapa, kama shekhe kiongozi wa dini alipaswa kumtumia mtu fulani kama mfano hai ama halisi kwenye kile ambacho alitaka kutoa dawa ama funzo kwa upande wetu? Kwanza bahati mbaya sijaisikia hiyo maudhui, lakini kwa sababu na uwezo mkubwa wa kusikia inaweza kunisaidia. Unajua raha ya mazungumzo, useme kile ambacho unakisikia, unaweza ukapata majibu mazuri. Kwa hiyo kama naweza kusikia hicho ambacho nakusudia, alafu nianzie hapo kutoa maelezo. Subiri nikitafute hapa. Sheikh Pembe yuko wapi? Pembe Muharram. Huyo. Muharram Pembe. Huyo mwenyekiti wa vijana ama?
Shaban Saleh Pembe. Shaban Saleh Pembe. Pia. Na yule binti sasa hivi na yeye kajenga nyumba yake, na yule binti ana gari, anaendesha gari, anaonekana anayo ana gari. Yule binti katika moja ya content zake ni kuhamasisha wanawake waingiliwe kinyume na maumbile ndio waweze kupata mafanikio. Si katika maisha sahihi, katika ubinadamu na hali ya maisha tulionayo kama binadamu tulivyoumbwa. Swali ni je, ambalo wengi tumekaa tukijiuliza. Kama shekhe ama kiongozi wa dini alifahamu vipi kile ambacho amekizungumza? Wengi tumebaki hapa ni mabano, kwa sababu tukitazama Pipi Tida ni kweli ni binti ambaye anacheza akiwa nusu tupu kwenye mitandao ya kijamii, ni kweli amemjengea mama yake nyumba, ni kweli anamiliki gari, lakini wewe kama ustadhi, wewe kama shekhe, umefahamu vipi kile ambacho umekizungumza kwamba anafanya hivyo kwa sababu amepata hivyo kwa sababu ametumika kinyume na maumbile? Na hatuwezi jua, pengine ana biashara zake, pengine ana maisha yake nje ya hayo. Si kwamba namtetea Pipi Tida, ila nimezungumza kile ambacho tu sisi tunakiona kwa kupitia kile ambacho anatuonyesha. Tukitoka hapo pia Pipi Tida alizungumza yeye mwenyewe, alisema kuwa shekhe alishawahi kumtamani na kumtafuta, ndio maana akaamua kumchafua kwenye mitandao ya kijamii kwa kuzungumza hivyo. Nataka pia nikusikilizishe na hiyo pia haiko mbali. Kwa majina naitwa Pipi Tida. Sorry kwa kauli nitakayoongea kama itakuwa mtu nimemkwaza, ila mimi hiki kitu kimenikwaza sana, ndio maana nimekuja mbele yenu kuongea kutokana na kauli ya Sheikh Shabani Pembe alichokiongea. Sheikh Shabani Pembe, mimi na imani hunifahamu, ila unanijua kwa kuniona tu, si ndio? Kitendo cha kusema mimi naingiliwa kinyume na maumbile ndio maana nimejenga, sijapendezwa nacho Sheikh. Sio vizuri. Mimi ni rika, kama sio mtoto wako basi una ndugu yako mwenye rika kama la kwangu mimi. Ungemsikia anaongelewa kama ulipoingia wewe, ungejisikiaje? Tena anatajwa hadi jina. Ungejisikiaje Sheikh? Sheikh Shabani Pembe, ulikuwa unanihitaji, nimekukataa. Ulikuwa unahitaji unifanye mimi kinyume na maumbile, maana mamlaka yako ya akili yalikuwa yanakuonesha kuwa mimi ninapofanya, ninapochezwa basi naingiliwa kinyume na maumbile. Ndio maana ulikuwa unahitaji kunifanya kinyume na maumbile. Kitendo cha kukatalia, umeamua kuwaaminisha watu kuwa mimi nafanya kinyume na maumbile ikiwa wewe nimekukatalia. Unahisi ni sahihi ulivyoongea? Tumesikia alichokizungumza bibi. Pengine kwenye jicho lako kama mzazi, kama Sheikh, una kitu cha kuzungumza? Kitu cha kwanza nataka nikufundisheni kitu. No. Sisi watu ambao tumewahi kusikiliza kesi, mara nyingi huwa tunagusa mitazamo ya jambo kwa kusikiliza pointi za msingi kwenye content. Sikiliza kipande cha huyo binti, kirudishe nyuma. Kicheze, alafu nataka niwafundishe watu kitu ili wajue mimi na akili za ziada katika kuchambua mambo. Inabidi tukirudishe nyuma. Rudisha nyuma, alafu kuna kitu sawa. Hichi hapa. Mtu nimemkwaza, ila mimi hiki kitu kimenikwaza sana, ndio maana nimekuja mbele yenu kuongea kutokana na kauli ya Sheikh Shabani Pembe alichokiongea. Sheikh Shabani Pembe, mimi na imani hunifahamu, ila unanijua kwa kuniona tu. Simama hapo kidogo. Umesikia hayo maneno? Sheikh Shabani Pembe, mimi najua hunifahamu, ila na imani unanijua kwa kuniona tu kwenye mitandao. Umenielewa sawa? Hamjui, ila anamuona tu kwa kumtazama kwenye mitandao. Hii point umeiona? Umeisikiliza hii point? Simtetei Shabani. Yaani nataka nikwambie ni behind the scene kwenye hiki kuna kitu. Mtu ambaye hujawahi kuongea naye, unamfahamu tu kwenye mitandao, unamtongozaje? Kuna DM wanaingia kule kwenye DM Instagram account zao. Haikuonyeshwa DM hapo. Hawana ukaribu. Mtu ambaye unaweza kumtongoza mpaka umwambie hayo, huwezi kuingia kwenye DM ukachati naye tu. Na hata leo mkimwambia huyo mbinti aonyeshe message za chati za Pembe, na yeye huwezi kuzipata. Lugha hiyo tu inaonekana hao kila mmoja akaamua kumchafua mwenzie.
Si naeleweka sasa? Yes, hapo sasa kama mbwai na iwe mbwai. Shekhe kajaribu kusimama, kuna swali kule, alijuaje kama kafanya au hakufanya? Alijuaje kama hana ukaribu naye? Kwa sababu ile alijuaje pia ina swali kama hana ukaribu naye. Sasa hii alijuaje kama hana ukaribu naye? Majibu ya huyu binti yameonyesha hana ukaribu naye, lakini majibu yanaonyesha kwamba huyu bwana hakupendezwa, huyu binti hakupendezwa na kitendo alichokitumia, tena kwa kumtaja kwa jina. Nataka nikuambie kitu mwanangu na Watanzania wenzangu, dunia ya leo kuna watu kwanza wanaishi kama mkaa, wanaishi kama mkaa. Usipokuchoma unakuchafua. Usipokuchoma yani, kuna watu maisha yao kama mkaa, yani ukipita karibu mawili, ima atakuunguza au atakuchafua. Umeelewa sawasawa? Shekhe inawezekana ana mtu wa karibu anayefahamiana na huyu binti akampa information, si umenielewa sawasawa? Na inawezekana kuna siri nyingi imejificha hapo katikati. Shekhe akaruka na maudhui kulingana na kile alichojiaminisha, kwa sababu kanuni ya sheria za nchi yetu kumwelezea mtu jambo ambalo hajalifanya, tena kumtaja kwa jina, kama huna evidence, ukienda mahakamani unamlipa pesa nyingi sana. Haya maneno huyu binti kama hajafanyiwa, kama si kweli, akienda mahakamani juu ya hili, shekhe yuko matatani. Tena matatani sana, kwa sababu atatakiwa kutoa evidence. Lakini ikiwa shekhe alichokizungumza ana evidence za kutosha kutoka kwa mtu wa karibu wa jambo hili, binti hawezi kwenda mahakamani, ataishia kulalamika tu, ili mradi kulifunga swala liishe, ifike mahala ionekane kaonewa. Sijui nimeleka sasa. Wacha inyeshe, tutajua panapovuja. Si mnanielewa waandishi? Wacha inyeshe ili tujue panapovuja. Yani hili jambo ni jambo zito sana, lakini mimi natoa definition moja tu. Ikiwa kweli alichosema shekhe ni sahihi, binti hatoenda mahakamani kudai haki yake, kwa sababu ushahidi upo. Lakini ikiwa alichoambiwa ni kweli, si kweli, binti ataenda mahakamani kudai haki yake, kwa sababu kumtaja mtu kwa sifa mbaya ni kosa kisheria, na hasa akiwa hajafanya, na hasa ikiwa jambo hajafanya, hakuna ushahidi, kwa sababu jambo la kuingiliwa kinyume ya maumbile ni jambo la chumbani. We mpaka unalisema jambo limefanyika chumbani, milango imefungwa, kuna maneno mengi hapo nyuma ya pazia. Sasa wacheni panyeshe ili tuone banda letu linavuja wapi. Hii ndio dunia ya sayansi na teknolojia, na hii ndio internet. Sasa tunaingia kwenye wavu hatari sana. Sasa mimi na jambo moja. Mimi sasa maoni yangu kwa shekhe na binti. Hata nimemsikia shekhe mwingine, kama nitakuwa nimesikia vizuri, nimemsikia shekhe mwingine, yeye anasema si anamuonea huruma, si anampa pole, si anamwambia atamuoa, kama hivyo yani. Nimesikia hicho kipande, japo sina uhakika, lakini nimesikia hicho kipande. Tukio hili pia linaweza kutumika kwenye mitandao ya kijamii kama content. Kila mtu atalileta kwa sura yake. Lakini nataka niseme sisi ni Watanzania. Ufike wakati kumstiri ndugu yako kwenye aibu yake, ikiwa hakuna lazima ya kumpasua, ni bora zaidi, kwa sababu mwenye kumstiri mwenzake Mwenyezi Mungu pia atamstiri. Dhalilisha mtu pale hakuna namna. Sasa haya hayakuwa mazuri sana. Nadhani haya ambayo shekhe anapigwa nayo leo, Shekhe Muharami, ndugu yangu, mdogo wangu, anapigwa Shekhe Pembe nani anaitwa? Shabani, anapigwa na huyu binti na anamsemea maneno ya hovyo kwa sababu ya msingi wa mazungumzo yake. Kama angelisema mazungumzo yake kwa mafumbo bila ya kutaja jina, huku tusinge kwenda. Mimi binafsi sipendezwi na hili,
kwa sababu linamvunjia heshima yake shekhe, kwa sababu shekhe ni kiongozi wa jamii. Hapaswi kutukanwa na watu ambao haoni shida likiharibika, likikaa sawa, yeye kwake haoni shida. Kwa ni waase mashehe wenzangu, ni waase viongozi wa dini, tunapotaka kufikisha maudhui kwa jamii, hebu tuchuje content na kujizuia ile misingi ya uzungumzaji na kutumia pointi ambazo haziwezi kukufanya yule adui asije akakudhalilisha, kwa sababu wakati mwingine unaweza kumtukana mtu akakutukania mama yako. Kwa hiyo tujitahidi sana kuchunga mazungumzo yetu tunapofikisha kwa jamii, kwa sababu madhara yake inaweza kuwa kukudhalilisha wewe kiongozi, na viongozi wa dini ni watu wanaoheshimika. Sheikh Pembe ni miongoni mwa watu ambao mimi binafsi na appreciate kazi zake, nazikubali sana. Ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa kuzungumza, ni msomi wa dini, ni msomi wa dunia, anajua anachokifanya. Ajitahidi asiingie kwenye migogoro ya watu ambao hawana cha kupoteza. Wajua kuna watu duniani hawana cha kupoteza. Sasa huyu atakwenda mbali, anaweza akawa jambo ni kweli, asa akaamua kumtukana tu hivyo. Sasa tunaona shida kwa mtu kama Sheikh Pembe kuingia kwenye hili jambo. Kwa hiyo mimi niseme tu busara na hekima, na hapa ni muombe Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walidi Al-Hadi, Walidi bin Sheikh. Yeye ana nafasi kubwa kwa sababu Walidi ni Sheikh wa vijana. Amwite Pembe, amwite ubinti, akae nao chini, alitengeneze ili liishe. Hatutamani kuona tena watu wakiendelea kurumbana na kulizungumza, kwa sababu tunaamini madhara yake ni makubwa kuliko faida zake. Naam. Sawa, mimi nimemaliza hapo, niseme asante sana. Nawashukuru sana kwa kunitembelea, karibuni sana. Asante sana.